Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya tatu ya Majilio, na hii Dominika tunaita Dominika ya furaha, na inatokana na neno gaudete ambayo inamaanisha furahi. Ndio sababu katika utenzi wa mwanzo wa Dominika ya leo natuambia hivi: furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini, Bwana yu karibu. Mama Kanisa leo anatualika ili tuweze kuwa na furaha, na ni furaha ya matumaini, ikiwa tunajua huyu Masia yu karibu nasi, ako karibu kuzaliwa. Emanueli, Mungu pamoja nasi, hayuko mbali nasi. Ile furaha yale tunayoitarajia ni kwa sababu yale mangumu tutaondolewa katika maisha yetu, dhiki tutaondolewa, mashaka, mateso, magonjwa tutaondolewa, kwa sababu wakati Masia anapozaliwa katika maisha yetu anatuletea mazuri yote, anatuletea yale ambayo tunayatamani. Kwa hivyo ni Dominika ya furaha, kwani mangumu yote tutaondolewa. Na hii Dominika ya tatu vile vile tunawakisha mshumaa wa tatu ambao unaitwa the shepherd's candle. Na hii shepherd's candle ni ile mshumaa ambao ni wa pink, ambao unasimamia furaha, ile furaha tulionayo katika maisha yetu, ile furaha wachungaji waliokuwa nayo kwa sababu ya kuzaliwa kwa Masia, na sisi tunaambiwa kwamba tuweze kufurahi katika hali hiyo. Na ni katika furaha basi katika maisha yetu tunapaswa kujiuliza, je, wewe uko na furaha? Wewe uko na furaha katika ndoa yako? Wewe uko na furaha katika familia yako? Wewe uko na furaha na mke wako? Wewe uko na furaha na mume wako? Wewe uko na furaha katika kanisa? Ni kitu gani ambacho kinapoteza furaha yako? Ni kitu gani ambacho ukikumbuka kinakufanya usiwe na amani, usiwe na furaha katika maisha yako? Omba leo ili Mungu ambaye anazaliwa, Yesu Kristo anayezaliwa katika maisha yetu, akupatie furaha ya kweli, na wewe mwenyewe uweze kumegea watu wale wengine hiyo furaha ambao uko nayo. Na somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 35 aya ya kwanza hadi ya 9 na 10. Na katika somo hili Waisraeli waliambiwa wafurahi, kwani Bwana yu karibu kuja na atawakomboa kutoka utumwani na taabu ambazo walikuwa nazo. Na sisi pia tunaambiwa kwamba tufurahi, kwa sababu wakati huyu mkombozi atakapozaliwa katika maisha yetu atatuletea furaha. Tutaondolewa katika maisha ya dhambi, mangumu ambayo tunayapata na masaibu yote ambayo tuko nayo, kwa sababu yeye anakuja kutuletea matumaini. Na ndio tunaambiwa katika somo hili, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuokoa ninyi. Na hapo anatupatia ni hali gani ambayo atatuletea hii furaha? Wale ambao ni vipofu watafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema ataruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba. Kwa hivyo ni dhihirisho ya kwamba ile furaha tunayosubiria ama yale mazuri ambao mkombozi atatuletea katika maisha yetu ni kwa sababu wale ambao ni vilema katika kazi, ni vilema katika ndoa, ni vilema katika mahusiano watafurahi, yote yatanyooshwa. Wale ambao ni viziwi, ambao hawezi kusikia neno la Mungu, wale ambao hawezi kusikia maarifa, hawezi kusikia kile ambacho ni cha kujenga, watabadilishwa. Wale ambao hata hawaoni watafumbuliwa macho, tutaweza kuona utukufu wa Mungu, tutaweza kujua. Sisi ambao akili hatuna, Mungu ataweza kutupatia hekima yake. Kwa hivyo ni furaha ambayo inaletwa na huyo mkombozi ambaye anazaliwa katika maisha yetu. Basi hebu tujiulize, ni kitu gani ambacho kinatufanya tusiweze kufanyiwa mema na Mungu katika maisha yetu? Ni kitu gani ambacho kinakufanya ukae katika giza la dhambi, uweze kutembea kama kiwete? Kitu gani ambacho kinakufanya utembee kama kifofu, ukute kwamba hata uwezi kusikia,
huwezi hata kuongea, huwezi kusimama. Ni kilema gani ambacho kinakufanya usiwe na imani, usiwe na amani, usiwe na furaha katika maisha yako? Masia anakuja ili aweze kukupatia kile ambacho umepungukiwa nacho, tuweze kuwa na furaha, tuwe na matumaini ya kwamba yote inawezekana. Na katika somo letu la pili, waraka wa mtume Yakobo kwa watu wote, sura ya 5 aya ya 7 hadi ya 5, anatuambia kwamba tuvumiliane katika maisha yetu, tuvumiliane tukitenda yaliyo mazuri. Na anasema, ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Na anatuhimiza ya kwamba kuna mengi ambayo yatatupata katika maisha yetu, lakini kile cha maana na kizuri ni kwamba tuvumilie. Wengi wamekata tamaa katika ndoa kwa sababu hakuna uvumilivu. Unataka kuvumilia mke wako, na hata vile vile unataka kuvumilia mume wako. Katika familia unataka kuvumilia babako, unataka kuvumilia mama. Wewe tu ukiamua, umeamua tu na unafanya vitu vyako. Hata una uvumilivu wa kupatia mtu nafasi. Unaomba mtu, anakuja kwako kuomba toba, anaomba umsamehe dhambi zake, yale ambayo makosa ambayo amekutendea. Wewe tu umefanya maamuzi yako tu, unataka kufanya vile anavyowaza. Hiyo haitakusaidia katika maisha. Haya maisha yanataka uvumilivu. Unakosa kazi leo, unakata matumaini, unataka kujinyonga. Vile vile mambo yanakuwa magumu, unataka kujiua. Vile vile watoto wanasumbua, wanataka kuwamaliza wote. Hiyo itakusaidia. Kile ambacho kinaweza kusaidia ni kuvumilia. Mangumu yatakuwa, vumilia na utaweza kuona mwisho wa mazuri. Hata Yesu Kristo mwenyewe katika mateso yake alivumilia na mwishoni akaleta ushindi. Ukikosa kazi leo, vumilia, milango itafunguka. Uko mgonjwa leo, usiseme ya kwamba umerogwa. Ona kwamba ni ugonjwa na utapona. Leo umenjoa iko na kasoro zake, usikate tamaa, urudi kwenu, ama amotaki mke tena. Vumilia na utaweza kushinda, kwani haya maisha ni tuweze kudumu katika matumaini, tuweze kudumu katika furaha na upendo, tudumu katika sala, tudumu katika kusaidiana, tudumu katika kusameheana. Na hapo ndio kuna fadhila ambaye mtakatifu Yakobo anatuhimiza katika Dominika ya leo. Vumilia yale ambayo unayapitia, mwisho utakuwa mtamu na mwisho utakuwa mzuri. Na injili yetu ya leo inatoka mwinjili Mathayo sura ya 11 aya ya 2 hadi 11. Na katika somo hili Yesu anatupatia changamoto. Je, unasubiri masia wa namna gani? Wengi walikuwa wanashangaa, huyu Yohana Mbatizaji ni nani? Na hivyo hata wengi walikuwa wanashindwa, huyu Yesu ni wa namna gani ambaye mapepo wanamsikia? Vile vile wale ambao ni viwete anawaponya, wale ambao waoni anawanguza wanaona, anawalisha wanashiba. Kuna huyu ambaye ni Yohana Mbatizaji anakuja, yeye hata anakaa maisha nyingine ni magumu, anakula hasali, vile vile mkanda wake ngozi la ngamia. Kwa hivyo wengi walikuwa wanashangaa huyu Yohana Mbatizaji ni nani, na vile vile huyu Yesu ni nani? Lakini hebu tuache hayo. Huyu ambao unamsubiri azaliwe ni nani katika maisha yako? Huyu masia ambao unamtamani aweze kujenga familia yako ni wa namna gani? Huyu masia unatamani akubadilishie magumu ambao uko nayo ya ndoa ni wa namna gani? Huyu masia unasubiri akuponye ni wa namna gani? Ni mara ngapi ambao sisi wenyewe tunachanganyikiwa? Unakuta kwamba tunataka Yesu azaliwe katika maisha yetu, lakini tumechanganyikiwa. Ni vileo na vyakula, unakuta kwamba ni manguo, na wanajua hayo yote sio mwisho wa maisha yetu. Kile cha maana ni tuweze kujiuliza na tuweze kumtambua huyu masia ni nani katika maisha yetu. Ni yule ambaye anatuponya, ni yule ambaye anatupatia nguvu wakati ambao tumezidiwa na magumu, ni yule ambaye anakuimarishia watoto, ni yule ambaye amekupatia pesa, ni yule ambaye anakusaidia na anakukinga na mikosi yote, ni yule ambaye anakubariki katika kila hatua ya maisha yako. Basi ni yule ambaye anajibu nia zako, ni yule ukimwomba anakupatia kile ambacho unakiomba, kwa sababu ni Baba mwenye huruma na Baba mwenye upendo. Hakuna chochote
ambacho tunapaswa tunamuomba anakosa kutupatia. Kwa hivyo tujua kwamba huyu Masia Emanueli, Mungu pamoja nasi, anakuja kwetu. Tuwe na imani na matumaini ya kwamba yeye ndiye yule ambaye tunamtaka na hakuna mwingine ambaye tunamhitaji katika maisha yetu. Unahitaji Mungu peke yake, hakuna mwingine ambao unamhitaji. Unahitaji nguvu zake, unahitaji uponyaji wake, unahitaji baraka zake, unahitaji ya kusamehe dhambi zako. Kwa hivyo hakuna mwingine ambao unaweza kumlinganisha na huyu Masia. Basi ndugu zangu, tusichanganyike ama tuweze kupotoka katika imani yetu ama katika maadili, lakini tujue kwamba yule ambaye tunamtamania na yule ambaye tunamtarajia aweze kuja katika maisha yetu ni yule tu ambao tunamtaka, Yesu Kristo, mwanga wake, furaha yake, upendo wake na baraka zake. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa sababu umetupatia furaha katika maisha yetu. Tunakuomba ili hiyo furaha idumu katika ndoa, idumu katika familia, idumu katika mioyo yetu, na kile chochote ambacho kinatufanya tusiwe na furaha uweze kutuondolea, kwa sababu hukutuumba kwa ajili ya shida na masaibu na mangumu, lakini ulituumba tuweze kufurahi ndani ya baraka zako. Naomba hayo kwa jina la Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia Dominika njema yenye furaha. Kuwa na furaha katika maisha yako na mangumu yote utaweza kuyaondoa. Tumsifu Yesu Kristo.